tumekutana hapa pamoja na masuala ya uchaguzi, lakini tunakutana na kina mama wajasiriamali, wanawake wa Kinondoni, wawe ndani ya chama au hawamo ndani ya chama. Hawa wote tumewakusanya pamoja tuzungumze nao kuhusu masuala ya ujasiriamali zaidi, wanawake na biashara, wanawake na kujiwezesha. Pamoja na hayo pia tutazungumza umuhimu wa wao kujitokeza na kupiga kura. Huu wakati wa uchaguzi hatuwezi tukaacha swala hilo kuzungumza nao. Lakini pia tutasisitiza amani ambayo imetamalaki ndani ya nchi yetu, na kwamba hatuna wasiwasi, kila kitu kiko sawa. Labda kama tunavyoona tunaelekea kwenye mwisho wa kampeni, kwa ujumla kama mwenyekiti mstaafu wa UWT na kadhalika kwa CCM kadhalika, hebu tupe muhtasari kwa jinsi ulivyoona harakati za uchaguzi za kampeni mpaka sasa zikoje na nini ambacho umekibaini? Mimi nikiwa kama mwenyekiti mstaafu wa UWT Taifa, sasa hivi mimi nafasi yangu niliteuliwa kama mwenyekiti wa mikakati ya uchaguzi ya UWT kanda ya Mashariki, ambayo ndiyo Dar es Salaam, Pwani, Morogoro na Tanga. Hiyo ndio mikoa ambayo nimecheza nayo, ndio mikoa ambayo bado naendelea nayo. Hapa leo nimekuja kwa niaba ya mwenyekiti wa UWT Taifa. Kwa bahati mbaya yeye au bahati nzuri ameitwa kwenye majukumu mengine mazito zaidi, na kwa sababu mimi ni mwenyekiti wa kamati ya uchaguzi ya UWT kanda ya Mashariki, ndio nimekuja kwenye kapasiti yangu kama hiyo, lakini nikimwakilisha mwenyekiti wa UWT. Kwenye swali lako la pili ni kwamba kampeni zimeenda vizuri kistaarabu sana. Wananchi wako tayari kupiga kura, hawana hofu, tunawatembelea, tuko nao kwenye mikutano ya hadhara. Mmeona tumeendesha kampeni ya kistaarabu, mikutano yetu ya hadhara mmeiona ilivyofurika. Kwa hiyo sisi hatuna wasiwasi, tunangojea tarehe 29 watupe zile karatasi tufanye mambo yetu. Asante sana. Majina yako wengine wakufahamu mama? Mimi naitwa Sofia Simba, mwenyekiti wa UWT mstaafu, na sasa hivi kapasiti yangu ni mwenyekiti wa mikakati ya ushindi ya UWT kanda ya Mashariki, ambayo ni Dar es Salaam, Pwani, Morogoro na Tanga. Asante sana. Naitwa Aziat Salim Juma, katibu wa UWT wa wilaya ya Kinondoni. Tunavyofahamu, kama mlivyotangulia kusema, tuko kwenye uchaguzi kwa sasa hivi. Tuko kwenye kampeni, ni kipindi cha kampeni ambacho kinaelekea mwishoni. Na liwe jua iwe mvua, lazima Chama cha Mapinduzi kishinde. Tuna mikakati mbalimbali ya kampeni, ikiwemo kwenda kutembea kwenye vijiwe, nyumba kwa nyumba, lakini na kama mnavyoona leo tuko kwenye kongamano maalum la kina mama, ambalo tunafundishana mambo mengi tu, ikiwemo ujasiriamali na kadhalika. Lakini hatuwezi kufanya ujasiriamali kama hatuna amani. Lazima tuelekezane kuhusiana na jinsi ya kulinda amani ya nchi hii, ili sisi wanawake watafutaji, wahangaikaji, walezi wa familia tuweze kufanya mambo yetu kwa amani, bila kubugudhiwa, bila kuwa na woga wa aina yoyote. Na ili litokee, lazima twende tukapige kura tarehe 29, tuchague viongozi sahihi kwa wakati huu ambao ni sahihi kwetu sana, ambapo kila mtu anaangalia jinsi gani ya kuweza kuinua uchumi wake. Na hilo litawezekana tu tukienda kupiga kura na kuchagua viongozi sahihi, na tukizingatia rais wa nchi yetu
Dr. Samia Suluhu Hassan ni mwanamke mwenzetu, ni mama mwenzetu ambaye anafahamu uchungu wa mtoto, uchungu wa mwanamke na uchumi. Kwa hiyo tukimchagua yeye, tunaamini uchumi wetu utaweza kuinuka na tutaweza kufanya mambo ya kimsingi zaidi kwa maendeleo yetu sisi wanawake, familia zetu na taifa kwa ujumla. Nashukuru. Naitwa Dorini Kawa, ni mjumbe wa Baraza Kuu la UWT Taifa nikiwakilisha mkoa wa Dar es Salaam. Leo tuna kongamano hapa Kinondoni. Nia na madhumuni ni kuhamasisha kina mama. Tumekuwa tukiona kampeni za Mheshimiwa Rais zikiendelea kila kona ya nchi. Wamama wote wametitimka, wameonyesha mapenzi mema ya Chama cha Mapinduzi, mapenzi mema ya Mheshimiwa mgombea wetu Mheshimiwa Rais. Akiwa kama mwanamke mwenzetu, tuko tayari kumsupport, kumpa kura nyingi. Chama cha Mapinduzi tunasema tuna tiki 3. Tiki ya rais, tiki ya mbunge, tiki ya diwani na pia tunatikisa ili liweze kujaa vizuri. Lakini pia tunahamasisha sasa hivi. Tunakaribia kufunga kampeni. Tarehe 21 tunaye mgombea urais wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Dar es Salaam, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan anakuja kumalizia kampeni mkoa wa Dar es Salaam. Naomba nitumie nafasi hii kuwakaribisha kina mama wote, kina baba, vijana wote, wananchi wa mkoa wa Dar es Salaam watoke wasikilize tunapomalizia kampeni zetu, ili tarehe 29 tuweze kupata kura zote za kishindo za mkoa wa Dar es Salaam. Naomba sana watu wasiwe na imani ya kuogopa. Sisi wa Tanzania tuko na moyo safi kabisa na upendo, tukitamani kumpokea kwa shangwe na vigelegele Mheshimiwa mgombea wetu wa urais. Tarehe 21, tarehe 22 na tarehe 23 atakuwepo katika mkoa wetu na tutafarijika kusikiliza kampeni za mwisho, na nawapenda sana wakina mama wote. Karibuni na kina baba na vijana. Naitwa Janet Elias Mahawanga, ni mgombea viti maalum mkoa wa Dar es Salaam. Leo hii tuko hapa ukumbi wa Kiramu, tuko wakina mama wajasiriamali kutoka mkoa wa Dar es Salaam katika wilaya hii ya Kinondoni. Lengo kubwa la kuwa hapa ni kukumbushana mawili matatu kuhusu ujasiriamali, lakini kama tunavyofahamu kipindi hiki tunaelekea kwenye uchaguzi. Tunahamasisha wakina mama, sababu wakina mama ni mabalozi wazuri sana kwenye ngazi ya familia, kwenye ngazi ya jamii. Tunapozungumza masuala yetu ya ujasiriamali na nini, tunakumbushana kwamba tunakwenda kwenye uchaguzi. Kupiga kura ni haki zetu. Sisi wakina mama ndio mabalozi wakubwa katika familia zetu. Tuna wakina baba nyumbani, tuna vijana wetu, lakini pia kuwaambia wakina mama wasiogope hizi propaganda za mitandao kwamba watu wataandamana, watafanya nini. Wakina mama wawe huru, viongozi wetu wametuhakikishia usalama upo. Kwa leo hii tunakumbushana hapa, tutoke twende tukapige kura, tuhamasishe vijana wetu, familia zetu. Tunafahamu Daktari Rais Samia Suluhu Hassan amefanya kazi kubwa sana ndani ya miaka 4 na sisi wana Dar es Salaam ni wanufaika wakubwa sana. Tumeona mambo makubwa yamefanyika kwenye upande wa elimu, kwenye upande wa afya, upande wa maji, upande wa biashara, uchumi, ujasiriamali, usafiri na usafirishaji. Yote haya tumeyaona na tumenufaika. Kwa hiyo sisi kama wanawake, kwa mara ya kwanza tunakwenda kuchagua rais mwanamke. Hivyo sisi ndio wajibu wetu mkubwa wa kuhakikisha tunazilinda kura za Daktari Samia, na tutafanya hivyo sababu uwezo wote tunao. Tutahakikisha mkoa wa Dar es Salaam, sababu Dar es Salaam ndio mkoa wenye wananchi wengi kuliko mikoa yote Tanzania. Kwa hiyo tunataka mkoa wa Dar es Salaam wingi wa kura ukafanane na wingi wetu. Na sisi wanawake wa Dar es Salaam kwa kauli moja tumekubaliana, Daktari Samia Suluhu Hassan atakwenda kupata kula za heshima, kula za kishindo, kula za kihistoria. Lakini sambamba na hilo, kuelekea kwenye uchaguzi tarehe 21 kesho kutwa, tuna ugeni mkubwa sana hapa. Daktari Rais Samia Suluhu Hassan kama mgombea wa kiti cha urais kupitia Chama cha Mapinduzi atakuwepo ndani ya mkoa wetu wa Dar es Salaam. Hivyo pamoja na kongamano hili tunajikusanya hapa pia kukubaliana kumpokea kwa shangwe na vigelegele. Aone kabisa jinsi wanawake wenzie ambavyo tunamsupport na kumuunga mkono. Wakati tunafanya siasa, tunafanya na uchumi. Siasa nzuri na kwenda maendeleo ya siasa, huku uchumi wa kina mama. Kuna wazungumzaji hapa masuala mbalimbali, mambo ya ujasiriamali, mambo ya teknolojia, kila kitu leo kinapatikana hapa. Kwa hiyo tunawashukuru.